Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, wanakuambia mgaga na upwa hali wali mkavu. Hatimaye msemo umeweza kutimia kwa mchezaji anayecheza katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club, mchezaji ambaye kwa upande mwingine anaitokea katika nchi ya Zambia, Mwamba Lusaka, Clatous Chama, ambapo mchezaji huyu tunafahamu wote ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya mambo makubwa katika soka la nchini Tanzania. Fahamu Clatous Chama ni mchezaji ambaye amevichezea vilabu vikubwa vya Kariakoo, yani Simba Sports Club sambamba na klabu ya soka Yanga Sports Club, lakini miongoni mwa klabu ambayo imempa mafanikio makubwa na kuweza kutengeneza ufalme wake barani Afrika ni klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa Mwamba Lusaka ameweza kuwa gumzo kubwa katika klabu ya soka Yanga Sports Club mara baada ya kusajiliwa katika majira ya kiangazi katika msimu, yani mwaka 2024 2025. Chama mara baada ya kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, matarajio yake yalikuwa ni kujihakikishia kupata nafasi ya kwanza katika kikosi cha kwanza cha Yanga Sports Club. Ndio maana watu wengi waliweza kuweka utatu wa Pacome wa Aziz Ki sambamba na Clatous Chama, lakini mambo yamekuwa ni tofauti kwa mchezaji Clatous Chama. Yanga wamebadilisha zaidi ya makocha watatu, yani tumeongelea Sead Ramovic, Miguel Gamondi na sasa Milodi Hamdi, lakini Chama amekuwa apati nafasi ya kucheza mara kwa mara katika kikosi cha Yanga Sports Club. Sasa habari kufikie ni kwamba mchezaji Clatous Chama ameweza kuandikia barua viongozi wa klabu ya soka Yanga Sports Club kwamba anataka kuondoka katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club kwa sababu klabu hiyo haijamheshimu kama yeye ambavyo aliamua kuiheshimu na kusaini mkataba na klabu hiyo na kuikataa klabu ya soka ya Simba Sports Club licha ya kufanya mazungumzo na mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji. Sasa habari kufikie ni kwamba Chama amewaambia viongozi wa klabu ya soka Yanga hayupo tayari tena kuendelea kuitumikia klabu hiyo kwa sababu haijamtendea haki, haijampa heshima. Anapewa dakika chache za kucheza katika mashindano ya ligi kuu ya NBC, kombe dogo la CRDB Federation Cup, hata lile kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika hakupata nafasi ya kucheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo Chama malengo yake kwa sasa, ifikapo mwishoni mwa msimu atakwenda kuondoka ndani ya klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo tunaona kupitia kocha Milodi Hamdi amekuwa mpi nafasi ya kucheza mara kwa mara, akidai Chama haendani na klabu ya soka Yanga Sports Club, mfumo ambao wanautumia timu inatakiwa kucheza kwa spidi, lakini yeye anaamini kwa upande mwingine Chama ni mchezaji ambaye yuko slow. Kwa habari za ndani kabisa ni kwamba Chama amewaambia viongozi wa klabu ya soka Yanga hayupo tayari tena kuendelea kuitumikia klabu hiyo kwa sababu imemtreat vibaya kama yeye ambavyo alikuwa akitarajia kutritiwa vizuri, basi imekuwa tofauti. Sasa habari za ndani kabisa ni kwamba viongozi wa klabu ya soka Yanga Sports Club na wao pia hawana mpango wa kumpa mkataba mchezaji Clatous Chama kwa sababu wanaamini mchezaji Chama ni mchezaji ambaye hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa hiyo kwa mujibu wa Engineer Said, mchezaji ambaye hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara, basi moja kwa moja wanaachana naye. Sasa Chama mara baada ya kuona pei nafasi ya kucheza ameweza kuweka wazi matarajio yake, anapenda sana urejea katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Iwapo klabu ya soka ya Simba watampa nafasi ya kucheza tena, basi yupo tayari kurejea kwa sababu Simba ndiyo klabu ambayo imempa mafanikio makubwa barani Afrika na Simba ni klabu ambayo anaiheshimu kutokana na ukubwa ambao wameweza kufanya hapa barani Afrika, akiwa na klabu ya soka ya Simba. Ametamba katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ametamba katika kombe la shirikisho na ni miongoni mwa wachezaji 10 waliofunga mabao mengi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Chama ameweza kuweka wazi iwapo Simba wanataka kumsajili, basi kipaumbele chake cha kwanza ni kurejea tena katika klabu ya soka ya Simba kwa sababu anaamini Simba ni miongoni mwa klabu ambayo imempa mafanikio makubwa. Kwa hiyo matarajio ya Chama kwa sasa ni kurejea katika viunga vya klabu ya soka ya Simba, ndio klabu ambayo anaipa kipaumbele kwa sasa kama watataka kumsajili katika dirisha kubwa la usajili la mwaka 2025 2026, na matarajio yake sio kurejea tena katika kikosi cha Yanga Sports Club. Bwana, tuambie eneo la comment kama mdau wa michezo, je, ni wakati sahihi tena kwa Chama
kurejea katika viunga vya Msimbazi ama age go, yani umri umekwenda, kwa sababu ukiangalia Chama ni mchezaji mwenye umri wa miaka 33, lakini anakwambia bado anahitaji kucheza kwa sababu amekuwa atakiaminiwa katika timu ya taifa ya Zambia na mara kwa mara amekuwa akiitwa katika michezo tofauti tofauti.